Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul kiram, tunaendeleza darasa zetu na hapa nitazungumzia mambo nane ambayo yanaleta baraka na kuongeza riziki katika maisha yako. Ukiyafanya haya mambo nane, basi wallahi riziki zako na baraka zitakuja kwa wingi mno biidhnillahi tabaraka wa taala. Jambo la kwanza kabisa, qiraatul Qur'ani fil baiti. Soma sana Qur'ani katika nyumba yako. Nyumba yako isikae bila kusoma Qur'ani, kwa sababu Qur'an, ndugu yangu katika imani, maneno ya Allah jalla jalalu, ni maneno ambayo yanaleta nuru katika nyumba. Ikisoma Qur'ani ikisoma katika nyumba, malaika wanahudhuria na mashaitani wanajitenga. Qur'ani tukufu ni sababu ya kuweza kupata utulivu wa nafsi. Qur'ani ni sababu ya kuweza kuongeza kipato chako na riziki zako na baraka katika maisha yako. Lakini leo ni majumba mangapi wallahi hayasomi Qur'ani, bali yanawekwa miziki na mambo ya laghau na mambo yasiyofaa. Kwa hivyo ukitaka riziki zako ziongezeke, ukitaka baraka ziwe nyingi kwako wewe na katika nyumba yako na familia yako kwa ujumla, basi ndani ya nyumba yako pasomwe sana Qur'ani. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, silatur rahim, ni kuunga udugu. Kuunga udugu ni katika mambo ambayo, ndugu yangu, yanaleta baraka na yanazidisha riziki katika mizunguko yako ya utafutaji wa riziki. Leo ni wengi wanavunja udugu, lakini wallahi nikwambieni ndugu zangu wapendwa watazamaji, mtu anayevunja udugu wallahi malipo yake atayaona hapa. Ataingia katika dhiki kubwa sana kwa kutokana na hasira za Allah jalla jalalu, sababu Mwenyezi Mungu hapendi mtu anayekata udugu. Kuunga udugu inajumuisha mawasiliano, inajumuisha kusaidiana, inajumuisha kuwa pamoja hata kama wako mbali kwa mawasiliano, inajumuisha kuwa pamoja katika hali yoyote ile, si kujuana tu wakati wa raha, wakati wa shida hakuna udugu, la. Lakini wallahi maasaf, kwa masikitiko makubwa, kuna watu leo hii wengine wamekata udugu kabisa. Tena anakwambia mimi si ndugu yako na usinizike wala usishiriki katika msiba wangu. Huu ni msiba mzito sana ndugu yangu katika imani. Lakini katika hadithi moja, hadithi za Mtume SAW, anasema yule atakayekata udugu wallahi hatoingia peponi. Katika watu ambao hawatoingia peponi ni mwenye kukata udugu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika moja hadithi zake, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahma, ni yule anayetaka riziki zake zifunguliwe kwa wingi, uwe na riziki sana, mambo yao mazuri, basi unga udugu. Lakini hii kuunga udugu pia mpaka na umri wako utacheleweshwa ufanye khairi zaidi na zaidi. Kwa hivyo hili ni jambo la pili. Ukitaka riziki zako na baraka ziongezeke, basi kuwa na tabia ya kuunganisha ndugu. Usiwe wewe ni chanzo cha kugombanisha ndugu na kufarakanisha. Jambo la tatu, ikhraju sadaka walau bil qalil, kutoa sadaka hata kama ni kichache. Toa sadaka kila siku, hakikisha usiache kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema, mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba. Wale wanaotoa katika njia za Mwenyezi Mungu, Allah anawazidishia mpaka 700. Ukitoa shilingi yako moja, wallahi sadaka yako Allah anakupa zaidi mpaka 700, na wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah anamzidishia pia amtakaye. Kwa hivyo sadaka ni katika miongoni mwa milango ama miongoni mwa amali ambazo zinaleta baraka na zinafungua riziki na kuleta ulinzi katika mali zetu. Kuwa mwingi wa kutoa sana, kuwa mwingi wa kutoa sadaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakupa zaidi. Hilo ni jambo la tatu. Lakini jambo la nne, kathratul istighfar, kufanya sana istighfari. Shikamana na istighfari almustamirra, yenye kuendelea. Fanya kila siku istighfar, ukiweza hata mara 1000 mara 2000, lakini kila siku fanya istighfar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya istighfari kila yaumin akthara min 70 marra,
alikuwa akifanya istighfari zaidi ya mara 70. Mtume Muhammad naye kasamehewa madhambi yake, lakini Allah jalla jalalu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kutokana na istighfar Allah jalla jalalu anafungua riziki. Kutokana na istighfar Allah analeta mvua kutoka mawinguni. Kutokana na istighfar Allah analeta mali. Ukitaka uzidishiwe riziki zako, baraka, mali, watoto na kila kitu kiwe kizuri, fanya sana istighfar. Alika bil istighfar. Ukifanya istighfari sana ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafungua riziki na kuzidisha riziki na baraka katika maisha yetu. Lakini jambo la tano, adh-dhikrul mustamir, kumtaja, kufanya dhikri ya Allah jalla jalalu. Kufanya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika vitu ambavyo watu tunavisahau sana. Dhikri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni katika vitu ambavyo vinaleta utulivu katika moyo, lakini pia vinavuta baraka na riziki katika maisha yako. Kuwa mwenye kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala, basi utaona mambo yako yanabadilika. Lakini jambo la 6, qiyamul layli walau bi rakatin qalil. Simama usiku walau hata kwa rakaa chache, walau hata 4 hata 2 kama unaweza. Basi hiyo pia ni katika mambo ambayo yatakusababishia wewe Allah subhanahu wa ta'ala akupe riziki sabban sabba, kwa wingi. Atakupa riziki kwa wingi sana, lakini maasaf wengi tunashindwa kusimama usiku, wanasu niyamun, wakati watu wamelala tunashindwa kusimama walau birakatin qalil, hata kwa walau kwa rakaa chache tunashindwa kabisa. Kwa hivyo tujitahidi ndugu yangu katika iman, sote tuweze kuamka usiku walau hata kwa rakaa chache. Hiyo itatuletea nuru katika miili yetu, hiyo itatuletea baraka, riziki kutoka kwa Allah jalla jalalu, lakini pia kubwa kuliko ni msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni nambari 6. Lakini nambari 7, almusaadatu dhawil haja, ni kuwasaidia watu wenye haja. Ndugu zangu, katika hili kuna fadhila kubwa sana, lakini pia kupitia hili Allah subhanahu wa ta'ala anafanyaje? Anatufungulia na sisi milango ya riziki. Unapomsaidia mtu, wama yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah. Mtu anapomsaidia yule mwenye mazito, ukamsaidia ndugu yako ana mazito, basi wallahi Allah na yeye anakusaidia hapa hapa duniani, kufanyia mambo yako yanakuwa mepesi kabisa kabisa, yanakuwa mepesi kabisa. Lakini wengi katika sisi hatupendi kusaidiana. Pale mtu anapokuwa na matatizo ndo kwanza unamkimbia na urafiki unakufa, udugu unakufa, kila mtu anakuwa kivyake. Sasa tusifanye hivyo, bali tubebane katika dhiki, tusaidiane. Yani ukiwa wewe ni mtu wa kusaidia sana, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yako atayaweka kuwa sawa sawa. Atakusaidia na wewe na mambo yako yatakuwa safi super kabisa. Kwa hivyo tuwe na tabia za kusaidia wenye haja. Lakini la mwisho, ta'atul walidain, kuwatii wazazi wawili. Ndugu zangu, katika mambo ambayo yanaleta riziki, baraka na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe ni kuwatii wazazi wawili. Kinyume chake, ukiwaasi wazazi wawili, wallahi utaishi katika dhiki na baraka hutapata za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ridhal walidain, ridhallahi ma ridhal walidain. Radhi za Mwenyezi Mungu ziko pamoja na radhi za wazazi. Ukipata radhi za wazazi ndio umepata radhi za Allah tabaraka wa taala. Na ukishapata radhi za Allah, wallahi utaishi saidan, maisha mazuri kabisa. Utapewa riziki kwa wingi, hata kama ni kwa uchache, lakini riziki yako itakuwa na baraka, itatosheleza vizuri biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini ukweli ni kwamba ukiwaasi wazazi mambo yako yataharibika, na ukiwatii wazazi katika yale mambo ya kheri, basi wallahi mambo yako yatafunguka. Hata kama ni mfanya biashara, jaribu kufanya hivyo, utaona mambo yanabadilika. Fanya haya nilosema ndugu yangu, haya mambo haya 8 yafanye yote haya. Kuwa na tabia ya kusoma Qur'ani, kuwa na tabia kuunga udugu, kuwa na tabia kutoa sana sadaka, kuwa na tabia kufanya sana istighfar, kuwa na tabia ya kusimama usiku walau kwa rakaa chache, kuwa na tabia ya kusaidia wenye haja, wenye shida, na kuwa na tabia ya kuwasikiliza na kuwatii wazazi wawili. Basi wallahi haya yote ukiyafanya, wallahi utaishi kwa starehe sana hapa duniani na mambo yako yatakuwa safi kabisa biidhnillah tabaraka wa taala. Riziki zako zitakuwa si za tabu tena. Wallahu aalam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.